Kwa kukamilika kwa hekalu kuu la Bwana huko Yerusalemu wakati wa utawala wa Sulemani, taifa sasa liko kwenye ukingo wa enzi mpya. Kwa karibu miaka 500 sanduku limehifadhiwa katika hema linaloitwa Maskani. Kwa miaka michache limekuwa katika sehemu zingine za muda, lakini sasa sanduku hili dogo la mbao lililofunikwa na dhahabu linakaribia kuwa sehemu ya kudumu katika hekalu tukufu huko Yerusalemu. Ni mahali palipochaguliwa na Mungu mwenyewe. Akaunti sambamba katika kitabu cha 2 Mambo ya Nyakati sura ya 5 na 6, na sehemu ya 7 inafuata. Moja Wafalme sura ya 8 kwa karibu, na inaongeza maelezo muhimu. Kwa hivyo tutarudi na kuendelea njiani katika safari yetu ya leo. Sasa sura ya 8 ya Moja Wafalme inaanza na hii: Kisha Sulemani akawakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa makabila na viongozi wa nyumba za baba za watu wa Israeli mbele ya mfalme Sulemani huko Yerusalemu, ili kuleta sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi ambao ni Sayuni. Sasa sanduku limehifadhiwa katika sehemu hiyo ya Yerusalemu inayoitwa mji wa Daudi. Sasa litabebwa na makuhani kwenda kwenye hekalu jipya, hata wakati mfalme Sulemani na watu wanatoa dhabihu katika kumwabudu Bwana. Sanduku linapitia milango ya hekalu, kupitia mahali patakatifu na kisha kuingia mahali patakatifu zaidi, patakatifu pa patakatifu, ambapo mstari wa 6 unatueleza linawekwa chini ya mabawa ya makerubi wakubwa na waliopambwa kwa uzuri wa dhahabu. Sasa tunakumbushwa hapa katika mstari wa 9 kwamba sanduku la agano lilikuwa na mbao 2 za mawe ambazo Musa aliweka pale Horebu. Hizo ni amri 10 ambapo Bwana alifanya agano na watu wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri. Hivyo hii ni kumbusho la wajibu wa taifa kutii amri za Mungu ikiwa wanataka baraka zake. Kisha baada ya kuweka sanduku ndani ya patakatifu pa patakatifu, kitu cha kimuujiza kinatokea wakati makuhani wote wanapotoka nje. Mstari wa 10 unatueleza wingu lilijaza nyumba ya Bwana kiasi kwamba makuhani hawakuweza kusimama kuhudumu kwa sababu ya wingu, kwa maana utukufu wa Bwana ulijaza nyumba ya Bwana. Hii ni sawa kabisa na kilichotokea wakati hema la kukutania lilipokamilika mwishoni mwa kitabu cha Kutoka sura ya 40. Katika matukio yote mawili, uwepo wa utukufu wa Mungu unashuka katika umbo la wingu. Inaonyesha kwamba Bwana sasa yupo pamoja na watu wake na anakaa miongoni mwao. Kwa namna ya kusema, sasa uwepo wa Bwana pamoja nasi huenda usiwe dhahiri wakati mwingine. Hakuna wingu dogo linalotufuata kila mahali, lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba anakaa ndani yetu kama watu binafsi na miongoni mwetu kama watu wake. Yesu Kristo mwenyewe alituahidi, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata mwisho wa nyakati. Sasa Sulemani anazungumza na umati kuhusu uaminifu wa Mungu hapa katika mstari wa 20. Sasa Bwana ametimiza ahadi yake aliyoitoa. Kwa maana nimeinuka mahali pa Daudi baba yangu na kuketi kwenye kiti cha enzi cha Israeli kama Bwana alivyoahidi. Na nimejenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Mfalme kisha anatoa sala ya kutakasa. Anaanza kwa kumsifu Mungu kama Mungu wa kipekee na wa pekee. Hakuna Mungu kama wewe, anasema Sulemani hapa katika mstari wa 23. Pia anamsifu Bwana kwa kutunza agano na kuonyesha upendo wa kudumu kwa wale wanaomfuata kwa mioyo yao yote. Sulemani anamshukuru Mungu kwa kuwa mwaminifu kwa ahadi yake kwa Daudi, hasa ahadi za Mungu za nyumba, ufalme na kiti cha enzi cha milele. Lakini hebu nikukumbushe kwamba ahadi hizi zitatimizwa hatimaye katika Masiha Yesu Kristo. Mfalme Sulemani kisha anakiri hapa katika mstari wa 27, lakini je, Mungu atakaa duniani kweli? Tazama, mbingu na mbingu za juu zaidi haziwezi kukutosha. Sembuse nyumba hii niliyoijenga. Kwa maneno mengine, haijalishi hekalu hili ni kubwa kiasi gani, halikaribii hata kidogo kuweza kubeba utukufu wa Mungu. Hata hivyo, kwa namna hii ya kipekee, Mungu anaonyesha uwepo wake na watu wake kwa kuishi kama ilivyo katika nyumba hii, hekalu hili Sulemani amemjengea duniani. Basi Sulemani anamwomba Mungu sasa hapa katika mstari wa 29 asikie maombi ya watu wake wanapoomba kuelekea nyumba hii ambapo jina lake linakaa.
Kama mwandishi mmoja alivyoeleza, kuomba ndani au kuelekea hekalu hili ilikuwa ni kuomba kwa jina la Mungu ambaye hekalu hili ni lake, ambayo ni sawa na kuomba leo katika Agano Jipya kwa jina la Yesu. Kama muumini wa Agano la Kale hakuomba kuelekea au kimsingi kupitia kile ambacho hekalu lilikuwa linawakilisha, hakuwa anaheshimu uwepo wa Mungu. Kama muumini wa Agano Jipya leo haombi kwa au kama ilivyo kupitia Yesu Kristo, basi maombi yake hayafiki popote leo. Hii ni kwa sababu Yesu ndiye mpatanishi wetu leo. Sasa Sulemani anamwomba Bwana asamehe na kurejesha wale waliotenda dhambi wanapogeuka kutoka dhambi zao na kumwomba hekaluni. Iwapo wanapata kushindwa mbele ya maadui au njaa au ukame au tauni kwa sababu ya dhambi zao, Sulemani anamwomba Mungu awasamehe wanapotubu. Sasa anajua Mungu ni mwenye huruma. Anajua Mungu atawasamehe kweli wale wanaotubu. Kwa hiyo ombi lake kwa Bwana hapa kimsingi ni kuwahamasisha wale wanaotenda dhambi kutubu kwa dhati ili waweze kurejeshwa. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba hii ndiyo sala ndefu zaidi iliyorekodiwa katika Biblia yote? Imejaa kanuni za kudumu kwa ajili yetu leo. Na Sulemani anamalizia sala yake jinsi tunavyopaswa kwa kumsifu Bwana hapa katika mstari wa 56 na kisha kuomba hapa katika mstari wa 60 kwamba watu wote wa dunia wajue kuwa Bwana ndiye Mungu. Kwa hayo Sulemani anatoa himizo la mwisho kwa watu hapa katika mstari wa 61. Basi moyo wako uwe wa kweli kabisa kwa Bwana Mungu wetu, ukitembea katika amri zake, ukishika maagizo yake kama ilivyo leo. Sasa katika hatua hii, akaunti sambamba katika Mambo ya Nyakati 7 inaongeza maelezo haya madogo katika mstari wa 1. Mara tu Sulemani alipomaliza sala yake, moto unashuka kutoka mbinguni na unateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na utukufu wa Bwana ukajaza hekalu. Hilo litavutia umakini wa kila mtu, sivyo? Hii ni kuingia kwa Mungu kwa kishindo. Ni tamko lake la kishindo kwamba anakubali hekalu, anakubali sadaka zao, anakubali sala ya Sulemani. Na wakati wingu la utukufu wa Mungu sasa linajaza hekalu, watu wote wanaona. Na mstari wa 3 unatueleza kwamba wanainama na nyuso zao chini wakitangaza, Mungu ni mwema, kwa maana upendo wake wa milele hudumu milele. Kwa njia, kufikia wakati wa kukamilika kwa uzinduzi wa hekalu hili, wanyama 1142 wanatolewa kwa Mungu kama sadaka za sifa. Na bila shaka yote haya yanakuwa mlo wa kuchoma. Inatumika kulisha taifa katika sherehe hii ya kushirikiana chakula, sherehe ya kusherehekea. Basi kama vile moja Wafalme 8 inavyokaribia kumalizika, mstari wa 66 unasema, Sulemani aliwaruhusu watu waondoke, nao wakambariki mfalme na kurudi makwao wakiwa na furaha na moyo wa shukrani kwa wema wote ambao Bwana alikuwa amemwonyesha Daudi mtumishi wake na Israeli watu wake. Huu utakuwa wakati usiosahaulika katika maisha ya Waisraeli hawa. Yaani, unaweza kufikiria walichoona. Unaweza kufikiria walichopitia, wanachofurahia sasa kama watu wa Mungu. Basi ngoja nikwambie, ingawa siku hii ilikuwa kubwa sana, kwa moto unaoshuka kutoka mbinguni na wingu la uwepo wa Mungu na dhabihu za furaha zilizotolewa kwa Bwana, ni kivuli cha dhabihu ya kudumu ya Yesu Kristo. Na sherehe hii ijayo mbele ya Bwana wetu, ambayo itaanza siku moja katika umilele na haitakoma kamwe. Basi hadi safari yetu itakapoanza tena wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.